Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Juni 2, mwalimu aliyetumwa na Mungu. Twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya sheria hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yohana 3:2. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunapojifunza maandiko yako, tunaomba utuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Yesu alidumisha utulivu thabiti pande zote kwa huruma yake ya ajabu kwa wengine. Alifanya mema kwa utulivu na ustahimilivu wa kudumu usioweza kamwe kulinganishwa na mwanadamu yeyote. Mafarisayo na Masadukayo siku zote walimfuatilia, na wengi wao waliposikiza maneno yake na kugundua utulivu wake, hata pale aliposhambuliwa na watu waliojawa na hisia kali na wasio na adabu, walimwamini Yesu. Dharau na uchungu wote ambao Yesu alikabiliana nao kila siku havikuweza kumwibia utulivu wake. Alipotukanwa, hakurudisha matusi. Kamwe hakuwahi kuvuka mipaka ya heshima yake. Je, alikuwa ni nani? Bwana wa mbinguni na mfalme wa utukufu. Dhoruba iliyoinuliwa na wapinzani wake ilimpiga, lakini hakujali. Aliweza kuwa mtulivu, kwa maana alikuwa ni mfano halisi wa ukweli. Na wale ambao leo wanabeba ujumbe wa ukweli kwa ulimwengu wanalazimika kujifunza maisha ya Yesu na kuweka katika vitendo mafundisho yake. Kamwe msisahau kuwa ninyi ni watoto wa mfalme wa mbinguni, wana na binti wa Bwana wa majeshi. Dumisha utulivu kwa Mungu hata pale unapokabiliana na wale ambao wanaongozwa na nguvu kutoka chini ili kuutetea uongo. Hakikisha kwamba silaha bora zaidi walizonazo haziwezi kuharibu ukweli, hata kama watajitahidi kuutia giza kwa kuwasilisha vibaya. Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Alikuwa ni mwalimu aliyetumwa na Mungu ili kuwafundisha wanadamu, akiwa ni mmoja ambaye ndani yake nguvu zote za urejeshaji zilipatikana. Kristo alizungumza juu ya kuwavuta watu wote kwake na juu ya kuwapa uzima wa milele. Ndani yake uko uwezo wa kuponya kila ugonjwa wa kimwili na kiroho. Kristo alikuja katika dunia yetu akiwa na utambuzi wa juu zaidi kuliko ukuu wa mwanadamu, ili kuitimiza kazi ambayo ingekuwa na matokeo ya milele. Je, unakutana nayo wapi katika kuifanya kazi hii? Au katika nyumba ya Petro, mvuvi wa samaki, akiwa amepumzika katika kisima cha Yakobo, akimpatia mwanamke Msamaria maji ya uzima? Kwa ujumla, alikuwa akifundisha katika eneo la wazi, japo wakati mwingine hekaluni, kwa kuwa
alihudhuria makusanyiko ya Wayahudi, lakini kwa matukio mengi alifundisha akiwa ameketi mlimani au ndani ya mashua ya wavuvi. Huruma yake ilitolewa kwa ajili ya wahitaji, wanaoteseka, waliodharauliwa na wengi waliovutiwa naye, na kwa wale ambao wanatamani kupata pumziko na amani leo, sawa tu na wale ambao walisikiliza maneno yake kule Yudea. Anawaambia, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Utasoma The Signs of the Times la Juni 24 la mwaka 1897. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 2. Mwalimu aliyetumwa na Mungu. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Asante kwa kutufundisha, na sisi leo tunazifuata nyayo zako. Tunajikabidhi kwako, tuongoze Baba, tuwezi peke yetu, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu